Nitasoma tena, anasema basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Kwa hiyo ameongelewa mzabibu na matawi yake, na matunda yatatokea hapo. Alafu mstari wa pili anasema na Roho ya Bwana atakaa juu yake. Juu ya nani? Juu ya huo mzabibu na matawi yake. Sasa kwa lugha rahisi kabisa ni juu ya kanisa. Anasema na Roho wa Bwana atakaa juu yake. Juu ya nani? Juu ya kanisa. Kwa sababu tuliona ni wazi kabisa Yesu alipoondoka akamwacha Roho Mtakatifu duniani. Sawa? Kwa maana yake Roho wa Bwana anayezungumziwa kukaa juu ya, kimsingi anaongelea juu ya kanisa. Roho ya Bwana itakaa juu yake. Kwa hii ndio roho ya kwanza inaanza kutajwa kati ya zile roho 7 za Mungu. Na Roho wa Bwana atakaa juu yake, na roho ya hekima, na roho ya ufahamu, na roho ya shauri, na roho ya uweza, na roho ya maarifa, na roho ya kumcha Bwana. Amen. Sasa tunasema roho 7 za Mungu. Roho 7 za Mungu. Hizi ndio zimeitwa roho 7 za Mungu. Lakini kimsingi ni Roho Mtakatifu katika udhihirisho au utendaji tofauti 7. Zinaitwa roho 7 za Mungu. Lakini kiuhalisia, kiufafanuzi ni Roho Mtakatifu katika udhihirisho na utendaji tofauti 7. Amen. Na ukifuatilia maandiko unagundua huu sio utendaji pekee wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hatendi kazi kama roho 7 peke yake. Anatenda zaidi ya hivyo. Lakini ukifuatilia maandiko unagundua ni kuna mahali kadhaa zimetajwa kama roho 7 peke yake kwa pamoja. Ndio maana imekuwa ni kama vile zinajulikana zaidi hizo 7. Lakini ukienda kwenye maandiko utagundua sio hizi peke yake. Kuna roho ya neema, kuna roho ya maombi, kuna roho ya utukufu, kuna utendaji mwingi tu. Sasa tunaposema Roho Mtakatifu katika utendaji tofauti 7, ninamaanisha nini? Haimaanishi roho tofauti 7. Ni Roho Mtakatifu yule anatenda kwa namna tofauti kwa kadiri ya uhitaji. Amen. Kwa mfano mimi nimesimama hapa mbele yenu. Nimesimama mbele yenu kama mwalimu wa neno la Mungu au mhubiri. Lakini mimi huyu ni mume wa mke. Alafu mimi pia nikienda nyumbani kwangu pia ni baba wa watoto. Mimi huyu pia ni mtoto. Nikienda kwa wazazi wangu, mimi ni mtoto wao. Na mimi pia nikienda kwa kaka yangu, ananiita mimi mdogo wake. Mimi huyu nikienda kwa wadogo zangu wa kike, wananiita kaka yao. Wadogo zangu wa kike wana watoto. Nikienda kwa watoto wao, ninaitwa mjomba. Sasa sio mimi 7. Ni mimi mmoja, lakini ninadhihirika kwa namna tofauti. Amen. Kwa hiyo ukija nyumbani ukanikuta ninacheza na watoto wangu, usije ukasema mhubiri gani yule. Pale sio mhubiri, pale ni baba na watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwa namna tofauti, kwa namna tofauti, kwa kadiri ya uhitaji. Kuna wakati anahitajika kudhihirika kama Roho wa Bwana. Kuna wakati anahitajika kudhihirika kama roho ya hekima. Kuna wakati anahitajika kudhihirika kama roho ya uweza, na kuna wakati anahitajika kudhihirika kwa namna nyingine tofauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili fundisho hili la roho 7 liwe sahihi kufundishwa, liwe fundisho linalohitajika kwenye kanisa, ni lazima liwe na
na maandiko mengine ambayo yanaweza kulisupport. Aliitwi fundisho kama ni andiko moja tu umeliona kwenye maandiko. Kama halina maandiko mengine ambayo yanakubaliana nao, hilo sio fundisho. Amen. Kwa usije ukaondoka na kitu kwenye Biblia umekiona mara moja tu, alafu unaondoka nalo kama fundisho. Haipaswi kuwa hivyo. Ili liwe fundisho la kuondoka nalo, ni lazima liwe na maandiko mengine ambayo yanalizungumzia. Amen. Sasa kwa nini nimeona ni muhimu sana kuzungumzia roho saba? Kwa sababu ukifuatilia maandiko unagundua zimetajwa mara kadhaa. Mahali pengine ambapo roho saba zimetajwa ni kwenye Ufunuo sura ya 4 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 5. Anasema, na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho saba za Mungu. Ndizo roho saba za Mungu. Na hapa anaposema roho saba za Mungu, kimsingi ukifuatilia tafsiri mbalimbali, nimestudy ili andiko, anamuongelea Roho Mtakatifu. Anamuongelea Roho Mtakatifu. Anaongelea utendaji wa Roho Mtakatifu, na anaongelea hasa vitu viwili. Anaongelea personality na character za Roho Mtakatifu. Personality ni kama namna alivyo, na tabia za Roho Mtakatifu. Kwa kimsingi tunapozungumzia roho saba za Mungu au utendaji tofauti saba wa Roho Mtakatifu, tutakuwa tunaona zaidi Roho Mtakatifu anavyojidhihirisha, lakini tutakuwa tunaona zaidi tabia za Roho Mtakatifu katika mazingira mbalimbali. Lakini pia anazungumzia kazi za Roho Mtakatifu, anazungumzia kazi za Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Andiko lingine ambalo linatupa msingi, linatupa sababu ya kuzungumzia roho saba za Mungu ni Ufunuo 1 mstari wa 4. Unaona sema, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele za kiti cha enzi. Na Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 anasema pale chini, anasema ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Amen. Kwa hiyo kutokea kwenye maandiko tunagundua kwamba Roho Mtakatifu namna mojawapo anajidhihirisha kama roho saba za Mungu kwa kadiri ya uhitaji. Anapohitajika atajidhihirisha kama roho wa Bwana. Nitazungumzia kwa kina sana kuhusiana na roho wa Bwana siku ya kesho. Lakini pia kuna wakati anajidhihirisha kama roho ya hekima. Leo tutaongelea sana roho ya hekima. Lakini pia kuna wakati anajidhihirisha kama roho ya ufahamu. Kuna wakati anajidhihirisha kama roho ya shauri. Kwa Daudi, ukitaka kuona roho ya shauri ikifanya kazi, utafuatilia maisha ya Daudi. Ukitaka kuona roho ya uweza ikifanya kazi, fuatilia maisha ya Samson. Maisha ya Samson yanamdhihirisha Roho Mtakatifu kama roho wa uweza, roho wa nguvu, roho wa mabavu. Ni kweli Roho Mtakatifu ni roho wa upole kama ua, lakini Roho Mtakatifu pia ni roho wa uweza. Anaweza akajidhihirisha kwa nguvu na kumsaidia mtu ambaye yuko katika hatari. Amen. Amen. Kwa mkutana na hatari, Roho Mtakatifu anaweza kujidhihirisha kama roho wa nguvu. Lakini pia ukiangalia maisha ya ukiangalia pia anajidhihirisha kama roho wa maarifa, na pia anajidhihirisha kama roho ya kumcha Bwana. Hii roho ya kumcha Bwana nimeshafundisha hapa, lakini pia hata roho ya uweza kwa wale ambao watakuwa wanakumbuka tumewahi kujifunza hapa. Amen. Kwa roho saba za Mungu ni zipi hizo ambazo tutaziangalia, ambazo nitazitaja? Tutaangalia mbili. Ya kwanza ni roho ya Bwana. Hii tutaangalia kesho. Ya pili ni roho ya hekima. Ya tatu hii tutaiangalia leo na tunaweza tusimalize, lakini naamini tutakava vitu vingi. Ya tatu ni roho ya ufahamu. Hii hatuna hiyo nafasi.
Ya 4 ni roho ya shauri, hii pia tutaweza kuangalia. Ya 5 ni roho ya uweza, hii tumewahi kujifunza hapa. Ya 6 ni roho ya maarifa, na hii tutaweza kuangalia. Na ya 7 ni roho ya kumcha Bwana, hii pia tumewahi kujifunza hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimsingi mara ya kwanza nakuja kwenye hili kanisa nilifundisha hii, ilikuwa ni kwenye ile kanisa lingine lile la mabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo, kwa muda tulionao, nataka tuangalie roho ya hekima. Sema pamoja na mimi, roho ya hekima. Sema tena, roho ya hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiingereza inaitwa the spirit of wisdom, roho ya hekima. Hekima ni nini? Hekima ni kitu gani? Hekima ni kitu gani hasa? Ili tuijue roho ya hekima, lazima tujue hekima ni nini. Hekima ni kujua nini cha kufanya, wakati sahihi wa kufanya hicho cha kufanya, mahali sahihi, watu sahihi, namna sahihi ya kufanya hicho kitu. Hekima ni kujua nini. Kimsingi hekima inajibu maswali yafuatayo: nini, wapi, lini, kwa nini, nani, na namna gani. Yale maswali 5 6. Kwa nini, wapi, lini, nini, nani, namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huna hayo majibu kwenye jambo lolote, huna hekima kwenye hilo jambo, umepungukiwa hekima. Ili ulifanye jambo kwa ukamilifu wa hekima, lazima ujue kwa nini unafanya hilo jambo. Lazima ujue kwamba, kwanza lazima ujue ni jambo gani unatakiwa kufanya. Lazima ujue ni wakati gani unatakiwa kufanya hilo jambo. Lazima ujue kwa nini unalifanya hilo jambo. Lazima ujue utalifanyia wapi hilo jambo. Lazima ujue utashirikiana na nani, na lazima ujue utalifanya kwa namna gani. Kama huna haya majibu, una upungufu wa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hekima sio tu kujua nini na wapi na hayo maswali, ni kujua na kutenda. Hekima ni kujua na kutenda. Ni kujua na kutenda. Na ukitaka kuelewa hiki ninachokiongea na umuhimu wake, kila hasara kwenye biashara ni kwa sababu ya kutojua mmoja wapo au baadhi ya hayo majibu. Kila aliyepata hasara kwenye biashara, kila aliyefeli huduma, kila aliyefeli ndoa, ni kwa sababu ya kukosa kuwa na majibu ya hayo maswali yote. Kwa mfano, unaweza ukawa unajua ufanye biashara gani na ujui ufanyie wapi. Kwa hiyo biashara sahihi mahali pasipo sahihi, hauwezi kufaulu. Unaweza ukawa unajua ufanye biashara gani, unajua ufanye hiyo biashara wapi, lakini haujui ufanye hiyo biashara lini, unafeli. Unakumbuka kuna mtu mmoja maarufu aliwahi kupotea Tanzania miaka ya nyuma. Mtu maarufu, mfanyabiashara maarufu alipotea, akawa haonekani. Alikaa kama wiki kadhaa hivi hajulikani alipo. Baada nafikiri ya wiki 2, kuna mtu fulani akaweka oda ya ma-t-shirt yameandikwa fulani apatikane, fulani apatikane, kitu kama hicho, yanamtaja jina. Akaagiza oda ya ma-t-shirt China, alafu yakaingia. Siku yanaingia ndio siku anapatikana. Kwa maana yake ile idea ingeweza kuuza yale ma-t-shirt, ingekuwa angejua ni lini. Maana yake alipopotea tu akayaleta, angeuza. Lakini sasa yakawa hayana maana, kwa sababu siku yanaingia ma-t-shirt na huyo ambaye anatakiwa apatikane ameshapatikana. Kwa hiyo zile t-shirt zikawa hasara. Kwa hiyo unaweza ukajua nini cha kufanya, alafu ukakosea ukifanye lini. Hata wakati wa corona, kuna watu walishtuka
kufanya biashara za barakoa na nini mwishoni kabisa, na haya masanitizer mwishoni, kwa anaagiza container alafu ndio lile vuguvugu limeondoka. Lakini kuna watu ambao waliwahi wakapata hela. Kwa hekima sio tu kujua nini cha kufanya, lazima ujue ni wapi, lazima ujue ni namna gani, lazima ujue ni nani wa kushirikiana naye. Kuna watu amejua biashara sahihi ya kufanya, amejua anatakiwa afanye nini, akachagua wrong partner, akasafa, akafeli. Kwa kila failure ya maisha inatokana na kukosa haya majibu. Maana yake ni nini? Kila changamoto ya maisha ina connection na hekima, na kila mafanikio ya mtu yana connection na hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila aliyefanikiwa ana connection, kuna muunganiko na hekima moja wapo. Amen. Na mimi naeleweka vizuri. Kwa hekima ni kujua na kutenda. Sasa nikiwa naendelea kuongea, kufundisha, nitatoa tafsiri zingine za hekima, lakini kwa kuanzia hiyo ni tafsiri ya kwanza ya hekima. Amen. Bwana asifiwe sana. Ukifuatilia kwenye maandiko unagundua ziko hekima aina 4. Maandiko yanaonyesha ziko hekima aina 4. Hekima ya kwanza inaitwa hekima ya kibinadamu. Hekima ya kibinadamu. Hekima ya kibinadamu ni ile hekima ambayo mtu anazaliwa nayo. Kiingereza pia inaitwa common sense. Yaani kuna vitu ambavyo huhitaji kufundishwa, unajua tu. Ni kama mtoto akizaliwa, afundishwi kunyonya, anajua tu. Ile ni hekima. Common sense, hekima ya kuzaliwa nayo, au fundishwi na mtu. Kuna vitu ambavyo hufundishwi na mtu, wewe tu ndani yako unajua tu kwamba hiki ni sawa, hiki sio sawa, sipaswi kufanya hivi, ninapaswa kufanya hivi, ambao unahitaji darasa lolote. Ukiwa tu mtu ambaye yuko kamili, utakuwa na hekima ya kuzaliwa nayo, akili ya kuzaliwa nayo, common sense. Maana yake kupitia tu hiyo ya kuzaliwa, unajua natakiwa nifanye nini, nisifanye nini, nishirikiane na nani, nisishirikiane na nani, jambo hili nilifanye wapi liwe na matokeo. Na kuna watu wamefanikiwa kupitia tu hekima ya kuzaliwa. Hajaenda shule, hajafundishwa na mtu, lakini kupitia tu ile akili ya kuzaliwa, hajaona mtu yoyote, kupitia akili ya kuzaliwa akafanikiwa kupitia hiyo ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya hekima au ya akili ambayo tunaiona kwenye maandiko. Lakini aina ya pili ya hekima ni hekima ya kibinadamu. Hekima ya dunia. Hekima ya dunia. Hekima ya dunia ni ipi? Ni ile tunayoipata kupitia elimu. Hekima ya dunia ni ile tunayoipata kupitia elimu. Kupitia elimu rasmi au isiyo rasmi. Kwenda darasani, unaenda darasa la kwanza mpaka la 7, unamaliza, unaenda form 1 hadi form 4. Kimsingi unachopewa ni hekima ya kidunia. Hekima ya dunia ya kujua namna ya kusoma, namna ya kuandika, kwa sababu hekima inajibu maswali ya namna gani nifanye vitu. Kwa hiyo kupitia hiyo inakufundisha namna gani usome, namna gani uandike, namna gani ufanye vitu. Kwa mfano, mtu ambaye anasoma masuala ya sheria anapewa hekima ya kibinadamu, namna ya kushughulika na kuyatazama mambo kwa jicho la kisheria. Daktari anapewa hekima ya kibinadamu ya namna ya kushughulika na magonjwa, ili ukimwelezea ajue unasumbuliwa na nini, ajue ni namna gani ya kukutibu, ajue hizo dawa unatakiwa unywe muda gani na muda gani. Kwa sababu asipojua hivyo vitu anaweza akakuua. Jaribu kufikiri dawa ambayo unatakiwa unywe mara 1 kwa siku, anakwambia utakunywa mara 4 kwa siku. Maana yake amejua ni dawa gani, lakini ajui namna ya, amepungukiwa hekima.
Kwa ni hekima ipi? Ni hekima ya kibinadamu, ya kidunia ambayo anaipata kupitia elimu. Kwa tunapoenda shuleni tunapata hekima. Tunapata hekima kwenye maeneo mbalimbali. Mhasibu ana hekima kwenye masuala ya kifedha. Sasa hekima sio kujua tu, hekima ni kujua na kutenda. Ukijua utendi bado una hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijua hujatenda, ukijua tu umekuwa na maarifa. Iko hivi. Kuna vitu vitatu, labda nitaongea mbele. Cha kwanza kinaitwa maarifa. Maarifa ni kile kilichoandikwa au kile kinachofundishwa, kinaitwa maarifa. Cha pili kinaitwa ufahamu. Ufahamu ni kile kilichoingia ndani yako na umejua, umekielewa, ndio inaitwa ufahamu. Kwa maarifa, ukijifunza ukaelewa, umekuwa na ufahamu. Cha tatu kinaitwa hekima. Hekima ni kutendea kazi kile ulichojifunza na kukielewa. Kwa hiyo hekima inakamilishwa na utendaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hekima ya pili inaitwa hekima ya dunia kupitia elimu. Na hiyo unaiona kwenye Esther sura ya 1 mstari wa 13. Anasema basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati. Kwa hiyo nagundua walikuwa wanafundishwa kuhusiana na nyakati, alafu ile elimu ikawapa hekima ya kujua nyakati. Amen. Sasa kuna wengine walikuwa wanajua nyakati sio kwa elimu, kwa hekima ya kiungu. Wale wanaitwa wana wa Isakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona hekima ya pili unaiona kwenye maandiko ni hekima ya dunia kupitia elimu. Hekima ya tatu unaiona kwenye maandiko ni hekima ya kishetani. Hekima ya kishetani. Hekima ya kishetani. Kwa hiyo hii ya dunia unajua kupitia ulichofundishwa. Unajua ugonjwa na namna ya kutibu kupitia elimu ya udaktari. Unajua masuala ya uhasibu kupitia elimu ya uhasibu. Unajua masuala ya sheria kupitia elimu ya sheria. Unajua masuala ya ufundi mbao na nini kupitia elimu uliyoipata, aidha kwa kwenda shuleni kabisa au kwa kujiatachi kwa fundi mwingine ukajua kupitia hiyo. Yote ni namna ya dunia ya kupatia mtu elimu. Ya tatu inaitwa hekima ya shetani. Maana yake unajua mambo kupitia njia za kishetani. Na hii inafanya kazi duniani. Hekima ya kishetani. Kwa mfano waganga wa kienyeji wana hekima ya kishetani. Unaingia na kuambia wewe jina lako unaitwa fulani, una tatizo fulani, na aliyekusababishia tatizo ni hili. Mama yako anaanza kukueleza. Ni utendaji tu wa kishetani, hamna kitu kingine. Ni hekima ya kishetani. Anajua vitu kupitia njia za kipepo, njia za kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua kupitia kwa mfano uganga na uchawi, ni hekima ya kishetani. Hekima ya dunia kwa masuala ya usafiri. Kwa hekima ya dunia wametengeneza mabasi ili utoke Dar es Salaam kwenda Dodoma unahitaji usafiri kwa masaa 8 kwa basi. Hekima ya dunia wametengeneza treni, tunatumia masaa 4 au pungufu. Hekima ya dunia wametengeneza ndege, tunatumia dakika 45, lisali moja, pungufu ya lisali moja. Lakini kuna hekima pia ya kishetani wanatumia. Kuna hekima ya kishetani ya usafiri. Anaweza akatoka Dar es Salaam akaja Dodoma kwa ungo kabisa, wanasafiri. Ni hekima ya kishetani. Wana namna zao za kusafiri kutoka mahali pamoja kwenda kwingine. Ni hekima, ni utendaji wa hekima ya kishetani. Uchawi. Kuna hekima ya kishetani ya namna ya kuponya. Mtu anaponywa kwa uganga na kwa nguvu za giza. Kuna hekima ya kishetani ambayo inapatisha watu watoto. Mimi nimeona watu alikuwa azai mwanamke, kaenda kwa mganga akapata mtoto. Ila sasa huyo mtoto rafiki yangu ni nusu mtu nusu jini rafiki yangu. Ukifuatilia watoto wa aina hii huwa wana tabia fulani zisizoeleweka. Sasa mbona kuna wakati kama mtu kabisa, kuna
kuna wakati anaakti kama lishetani fulani. Kwa hiyo kuna watu ambao wanazaliwa kwa namna hiyo. Anatumia hekima ya kipepo, imeshindikana, ameenda hospitali, amefanya kila kitu, imeshindikana. Anaenda kwa mganga, anapata katoto, kanazaliwa. Maana yake ni hekima ya kishetani katika utendaji. Kwa hiyo inatumia uchawi na uganga. Lakini namna nyingine ambapo hekima ya shetani inajengwa kupitia hila. Vitu vya hila. Mtu ambaye anatumia hila kufanya mambo yatokee. Huyu mtu anaoperate under hekima ya kishetani. Anatumia hila, ujanja, anajaribu watu. Anatumia hila kufanya mambo yatokee. Hata kama jambo ni zuri, lakini kama nyuma yake lina hila, aliye nyuma yake ni shetani na sio Mungu. Mungu sio muasisi wa hila. Bwana asifiwe sana. Mungu sio muasisi wa hila. Ndio maana Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani. Na kwenye Efeso sura ya 6 anasema, wakati anaongelea yale maeneo, ngoja nisome hilo andiko. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Nafikiri kuanzia mstari hapo wa 12. Anasema hivi. Anasema kwa maana kuanzia mstari wa 11. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Alafu mstari wa 12 ndipo anaelezea kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hizi level 4 za shetani, hizi level 4 za adui, wafalme, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya na mamlaka, zinafanya kazi nyuma ya mbinu moja kubwa ya shetani inayoitwa hila. Yeyote anayekufanyia mambo kwa hila, huyo ni agent wa shetani. Yeyote anayefanya mambo kwa hila anakutrick. Nilisema juzi, naongea na vijana, unagundua umeingia kwenye mahusiano sio kwa msingi mwingine, kwa msingi wa hila. Yaani umefanyiwa hila mpaka umeingia kwenye mtego huko kwenye mahusiano. Rafiki yangu, toka huko, kwa sababu umeingia kwenye mahusiano na shetani. Lakini pia hekima nyingine ya shetani inatumia uongo. Inatumia uongo kukamilisha mambo yake, kukamilisha agenda zake. Yaani mtu ana construct uongo ili akamilishe agenda yake, hata kama ni agenda inaonekana nzuri. Biblia inasema yote anayefanya maagano na uongo anafanya maagano na mauti, anafanya maagano na shetani, maandiko yanasema. Kwa hiyo hekima ya shetani, ukikutana na mtu ambaye kila jambo lake hata kama ni zuri, amepata gari lakini nyuma ni hila, nyuma ametumia uongo mwingi ili kukamilisha. Amepata mke, nyuma ni hila, nyuma ni uongo. Amepata mafanikio fulani, amepata cheo, nyuma ni hila, nyuma ni uongo. Huyu umekutana na agent na mtumishi wa shetani. Anatumia hekima ya kishetani kufanya mambo. Amepata cheo fulani, hata kama ni cheo cha kidini, hata kama ni cheo cha kitaasisi ya dini kabisa ya kiroho, lakini nyuma kuna hila, nyuma kuna uongo. Maana yake huyu mtu kinachomdrive ni hekima ya kishetani. Lakini pia hekima ya kishetani inatumia kutotenda haki kukamilisha vitu vyake. Yaani mtu yuko tayari afanye mambo yasiyo ya haki ili mradi akamilishe agenda yake fulani. Wengine wanasababisha hata vifo, kuua watu ili tu akamilishe agenda yake. Ukiona mtu anatumia kutotenda haki ili akamilishe agenda yake, huyo mtu kilicho nyuma yake ni shetani, hekima ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua dunia leo tuna mashetani wengi tunaishi nao na hatujui. Kwa lazima tuwe na hekima ya Mungu ambayo itatusaidia kuidentify watu wa aina hii. Amen. Aina nyingine ya 4 ya hekima unaiona kwenye maandiko, inaitwa hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu, divine wisdom, hekima ya Mungu. Yakobo sura ya 3.
mstari wa 15. Yakobo sura ya 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Unaona, anaanza kuzungumzia, anasema kuna hekima inayoshuka kutoka juu. Anasema bali ni ya dunia. Unaona, ya pili amesema ni ya dunia. Kwa hiyo kuna hekima ya dunia, ya tabia ya kibinadamu. Ya tatu hiyo unaona ya kibinadamu. Alafu anasema na shetani. Ya 4 unaona ya kishetani. Anasema kumbe kuna hekima ishukayo kutoka juu, hiyo ni ya Mungu. Lakini pia anasema kuna hekima ya dunia, elimu unaipata kupitia elimu. Lakini pia kuna hekima ya kibinadamu, ya tabia ya kibinadamu. Hiyo unaijua ni common sense, ile ya kuzaliwa. Lakini pia anasema kuna hekima ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema mstari wa 17, anasema lakini hekima itokayo juu, anaanza kuitaja sifa zake. Kwanza ni safi, pure, ni safi. Ni safi hekima itokayo juu. Hapa anasema ni amani, haina vurugu na machafuko. Ni ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu. Imejaa rehema na matunda mema, tunda la Roho. Haina fitna. Unaona mtu anafanya mambo kwa fitna, anakufitini ili apate kitu fulani, ili apate nafasi fulani. Haina unafiki. Mnafiki ni mtu ambaye mbele anakuchekea, nyuma anakutukana. Haina unafiki hekima ya Mungu. Hauwezi kuoperate kwenye hekima ya Mungu alafu hivi vitu vilivyotajwa hapa visiwepo kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi hekima zote nilizozitaja, wanadamu wanazitumia. Hawa wanadamu tunaoishi nao na wengine tunakuwa nao huko kanisani, wanazitumia. Wengine wamo kabisa makanisani, wanatumia hizi hekima zote. Sasa hizi hekima ya kuzaliwa haina shida. Ile common sense ya kibinadamu haina shida kuitumia. Hekima ya dunia ya elimu haina shida, isipokuwa kama inapingana na neno la Mungu. Kwa sababu kuna sayansi zingine zinapinga, zinakataa neno la Mungu. Hizo sayansi, hiyo ni hekima sio ya kuitumia. Lakini hekima ya dunia haina shida. Haina shida. Kutumia elimu yako kukusaidia kufanya maamuzi, kujua vitu, hakuna shida. Kuongeza elimu maana yake unaongeza hekima ya dunia, hakuna shida. Shida iko kwenye kuitumainia kuliko unavyomtumainia Mungu. Hapo ndio shida inaanzia. Amen. Kwa ambayo ina shida zote ni ya kishetani ambayo nimeiongelea. Hautakiwi kutumia au kutegemea hekima ya kishetani. Maana yake kutegemea uganga na uchawi na mambo ya aina hiyo, hiyo ina tatizo, haipaswi. Lakini kutegemea hila kuaccomplish mambo yako, kukamilisha mambo yako, kutegemea uongo kukamilisha mambo yako, kutegemea kutotenda haki kukamilisha mambo yako, hiyo haitakiwi kabisa kwa mtu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi watu wa Mungu tunayo hekima itokayo juu, na kimsingi hii hekima ya Mungu iko juu ya zote, kwa sababu inatoka juu, iko juu ya hizi hekima zote. Zina mahali zinaweza kufeli. Common sense, akili yako ya kuzaliwa, hata kama unafikiri uko bright vipi, kuna mahali unaweza ukafeli, ukajaribu kutumia akili yote ukafika mwisho. Elimu kuna mahali inafeli. Hata kwenye corona tu tuliona namna ambavyo hekima ya kidunia ya masuala ya kitabibu ilifeli, ili collapse, tukabaki kufungiwa ndani tu. Hekima ya kidunia ilifeli kabisa. Yaani jaribu kuimagine kila kitu wameshindwa, wanachoweza ni kutufungia ndani, lockdown. Hekima ya kidunia imefanya nini? Imefika mwisho. Na hii kitu ilipiga dunia nzima. Mimi maisha yangu sijawahi kukutana na ugonjwa ambao ulishughulikia wanadamu kama corona. Yaani ulikuwa uchambui. Sio nchi tajiri, nchi tena matajiri ndio walishughulikiwa vizuri. Wake ilifeli kabisa hekima ya kibinadamu. Kwa ukiangalia zile takwimu, vifo vinaongezeka hivi.
Kama ndio unategemea kibinadamu, kuna watu unajua walikata tamaa kabisa ya maisha. Yaani akiwaza corona haoni maisha, kwa sababu kwake yeye alikuwa ameishia kwenye ya kibinadamu. Lakini iko hekima ya Mungu iliyo juu ya zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza kuitumainia na kuitegemea hekima ya Mungu, kwa sababu hekima ya Mungu iko juu ya zote kwenye maeneo yote. Hekima ya Mungu iko juu ya zote kwenye maeneo yote. Kuna common sense ambao wazee wetu walikuwa wanatumia kusaidia kupona. Sio uchawi, sio chochote, ni common sense. Anafanya hiyo, anafanya hiyo. Ni vitu tu vya kawaida. Lakini vyenyewe pia vina ukomo. Lakini kuna elimu ya uponyaji, madaktari tunaijua na yenyewe ina ukomo. Ila pia kuna elimu ya kichawi ya uponyaji. Ila kuna elimu ya Mungu ya kiuponyaji. Amen. Elimu ya Mungu inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nanyi mtapata afya. Hiyo ni hekima ya Mungu. Hiyo sio hekima ya kibinadamu. Unaweka mkono juu ya mgonjwa alafu anapata afya. Hebu elezea kisayansi imekaaje? Hauwezi eleza. Unaweka mkono, unatoa uvimbe unaondoka. Unaelezaje? Haielezeki. Hekima ya Mungu inavyotenda kazi haiwezi kuelezeka kisayansi. Haielezeki. Kwa sababu ili mtu apone kisayansi mchakato, ameze dawa, ameze tena, alafu zifanye hivi, sijui zifanye hivi, baadaye ndio hilo hivi. Hekima ya Mungu ni zaidi ya hekima ya kibinadamu. Amen. Kwa sisi watu wa Mungu tunayo hekima iliyo juu ya hekima zote. Tunayo hekima ya Mungu, na huyo ndo anaitwa roho wa hekima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 10. Hiko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Kati ya wakamilifu. Manake hii ni hekima kamilifu, perfect wisdom. Kwa wanaweza kuidaka ni wale wenye ukamilifu rohoni, kwa maana ya kwamba wamemjua Mungu ndio wanaweza kuidaka. Anasema ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Maana yake wasomi, sio hekima ya kisomo. Wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika wenye mwisho wao, bali twanena hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Hata tusichezee huko. Tusicheze kule. Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Amen. Alafu anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui. Wenye kuitawala dunia hii hawaijui. Watawala wa dunia hawaijui hekima inafanya kazi. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Kimsingi anaongelea Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Hiyo hekima ambayo watu wa dunia hawaijui. Kama wangejua wasingemsulubisha Yesu. Unajua mchakato wote wa kumsulubisha Yesu ulikuwa una maana ya kwamba tunammaliza Yesu. Lakini hekima ya Mungu, ule mchakato ndio ulikuwa unampa Yesu ushindi na unamfanya Mungu kuimiliki dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unagundua kama wangejua, yani shetani angejua kwamba akimsulubisha Yesu nini kitatokea, shetani ndo angemwandalia Yesu walinzi. Msimguse, kila anataka kumuua anambia msimuue. Lakini hakujua. Kwa sababu gani? Hekima ya Mungu imefichwa kwa watu wenye akili za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na hekima ya Mungu au roho ya hekima. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na hekima ya Mungu. Jambo la kwanza, hekima ni roho. Jambo la kwanza la kufahamu, hekima ni roho. Hekima ya Mungu ni roho. Ni roho, ni spirit au ni person. Ni nafsi hai. Hekima ni roho. Tunasema roho, maana yake roho ni kitu ambacho kinaweza kumuingia mtu alafu kikashikamana na huyo mtu
au ikashikamana na roho ya huyo mtu pamoja na nafsi yake, alafu huyo mtu akajikuta anapata uvuvio, nguvu kutokea kwenye hicho kilichomuingia, ndio inaitwa roho. Roho ni kitu halisi ambacho kinaweza kumuingia mtu. Kwa mtu ni roho anayo nafsi. Roho ni kitu kingine halisi kama mtu ambacho kinaweza kumuingia huyu mtu, alafu kikashikamana na huyu mtu, alafu huyu mtu akaanza kupata nguvu na uvuvio kutokea ndani yake, ambayo inasababishwa na hicho kilichomuingia, na hiyo roho iliyomuingia. Kwa hiyo tukiongelea hekima, roho ya hekima, hekima ni roho ambayo inaweza kumuingia mtu, alafu ikashikamana na roho na nafsi ya huyu mtu, alafu ghafla huyu mtu akaanza kujua vitu kwa namna ya kiungu, akaanza kupata masuluhisho kwa namna isiyo ya kawaida, kwa sababu kuna kitu kimemuingia, kuna roho imemuingia, inaitwa roho ya hekima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya hekima inaweza ikamuingia mtu, alafu mtu akaanza kuwa na hekima ya kiungu, akaanza kutoa masuluhisho ya kiungu, akaanza kujua nini cha kufanya kwa namna ya kiungu, akaanza kujua ashirikiane na nani, asishirikiane na nani kwa namna ya kiungu, akaanza kuona mambo kwa namna ya kiungu kupitia ile roho ya hekima iliyomwingia. Maandiko yanasema Yoshua alikuwa na hekima kwa sababu roho ya Musa ilimwingia. Maandiko ndivyo yanavyosema. Nitasoma mbele. Yoshua alikuwa na hekima kwa sababu roho ya Musa ilimwingia. Aliwekewa mikono na Musa, roho ya hekima ikatoka kwa Musa ikamwingia Yoshua. Ghafla Yoshua akajikuta anafanya vitu kama Musa alivyokuwa anafanya. Maana yake hekima ni roho ambayo inaweza kumwingia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile ambavyo kilevi kinafanya kwa mtu, roho ndivyo inafanya ndani ya mtu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo bali mjazwe roho. Kwa hiyo hekima pia ni roho. Hekima pia ni roho. Sasa roho maana yake inaweza kumwingia mtu na kushikamana na roho ya huyo mtu, na huyo mtu akajikuta anajua cha kufanya. Sasa ukiangalia maandiko unagundua roho ya hekima iliyomwingia Yusufu ndio ikampa Yusufu kufanya vitu ambavyo waganga na wachawi hawakuweza kuvijua, hawakuweza kuvifanya. Ni roho ya hekima ilimwingia Yusufu, ikampa Yusufu kufanya vitu ambavyo waganga na wachawi wa Misri hawakujua na hawakuweza kuvifanya. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 33. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 33 asema, basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, aweke msimamizi. Huyu ni Yusufu anamshauri Farao. Alafu mstari wa 38 Mwanzo 41 asema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Kimsingi anazungumzia roho ya hekima, kwa sababu aliyekuwa anatafutwa ni mtu mwenye akili na hekima. Anasema tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu kupitia roho ya hekima amekufahamisha hayo, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Amen. Kwa hiyo unaweza ukawa hauna hekima kivile, hata inawezekana za kuzaliwa zile hazipo kivile, lakini una Roho Mtakatifu akakubatiza na hekima ya Mungu. Ghafla ukaanza kujua vitu kwa namna ya Roho Mtakatifu, kwa namna ya hekima ya Mungu. Hata wakasema tupate wapi mtu wa aina yako, mtu ambaye anaweza kutoa majibu kwenye kampuni yetu, mtu ambaye anaweza kutoa majibu kwenye familia yetu. Ukishakuwa na Roho Mtakatifu unayo access ya roho ya hekima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Angalia kwenye Kutoka sura 28 mstari wa 3. Kutoka 28:3 asema, nao tawaambia watu wote wenye moyo wa hekima
niliowajaza roho ya hekima. Utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima, niliowajaza roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa, anitumikie katika kazi ya ukuhani. Hapa kuna kitu kikubwa sana mimi nilikiona. Anasema hapa ni Musa anapewa maelekezo ya mavazi ya makuhani. Anasema watakao tengeneza hayo mavazi wawe na sifa. Hapa wanaongelewa mafundi cherehani. Unajua wakati mwingine tunayakuza mambo, yaani hapa kimsingi wanaozungumziwa ni mafundi cherehani. Sasa anasema unitafutie watu wote wenye moyo wa hekima, niliowajaza roho ya hekima, ili wamshonee Musa mavazi. Anaposema moyo wa hekima, anamaanisha watu wote wenye hekima ya dunia kwa masuala ya mavazi. Yaani anazungumzia nitafutie watu ambao wamejifunza cherehani, ni mafundi cherehani. Maana yake wana hekima ya dunia, wana elimu ya dunia ya masuala ya ushonaji. Kwa tafuta watu wa aina hiyo, alafu mimi nitawajaza roho ya hekima. Maana yake nitawajaza hekima yangu, hekima ya Roho Mtakatifu katika ufundi wao, ili washone mavazi ya kuhani. Maana yake watakuwa na ujuzi usio wa kawaida, kwa sababu mavazi ya kikuhani yalikuwa yanatakiwa yashonwe kimaalum. Kwa ujuzi wa fundi cherehani wa kawaida usingeweza kushona vazi la kuhani kwa namna ambayo inatakiwa, kwa sababu ile ilikuwa ni maelekezo kutoka kwenye mbingu. Amen. Kwa ilihitajika wajazo Roho Mtakatifu, roho ya hekima, ili watumie ujuzi wao, sio kwa ujuzi tu, pamoja na ujuzi wa Roho Mtakatifu kuleta matokeo yasiyo ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Maana yake hii roho ya hekima inaweza ikamuingia fundi cherehani, alafu ikampa design ambazo kila mtu anamuuliza, hizi design ulijifunza wapi? Hakuna alikojifunza. Wakiiga inamletea nyingine. Kuna design za kutosha za ufundi kwenye ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu anazo. Sasa una fundi cherehani ambaye hataki roho ya hekima, yuko anatumia mbinu zile za dunia. Mafundi cherehani wote waongo, na yeye mlokole anaingia kwenye kundi la waongo. Hataki hekima ya Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wengi wafanikiwa na wana Roho Mtakatifu ndani, kwa sababu sisi mafundi ndio tulivyo, mwongo kama waongo wengine. Alafu baadaye ananena kwa lugha, tunamwaibisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kukupa hekima ya kuenda wateja na usiwadanganye, ukajifunza namna ya kuenda wateja. Kila akija una logbook yako, unaandika amekuja siku fulani, ameomba kushonewa kitu fulani, anatakiwa akichukue siku fulani, na unakuwa na diary yako. Unaweza ukaendesha ufundi cherehani kwa namna smart, sio ya uongo. Lakini pia kupitia Roho Mtakatifu unaweza ukapata design ambazo hazijawahi kuwepo duniani, kwa sababu hii design ya makuhani haikutokea duniani, ilitokea mbinguni. Na ili fundi cherehani aiweze, alihitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Na wewe umejazwa Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu yule anaweza kukupa designs mbalimbali. Amen. Sasa hiyo nimesema kwenye mafundi cherehani, lakini ukifuatilia maandiko, kwa mfano Kutoka sura ya 31 mstari wa 3 na wa 4 alafu na wa 6, anasema nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima. Maana yake hiyo ni roho ya hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi za kila aina. Maana yake hii roho ya hekima inafanya kazi na kazi zetu za mikono tunazozifanya kila siku, kazi za kila aina. Hapo anasema hiyo roho ya hekima juu yao kwa ajili ya nini? Ili wabuni kazi za ustadi, wawe wabunifu, kazi za ustadi kwa ufundi wa dhahabu. Hapo anaongelea watu wa sonara. Anasema na wafedha na shaba. Tena tazama mstari wa 6, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani, nami nimemtia hekima katika moyo
ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyowaagiza. Kumbe Mungu anaweza akampa mtu hekima, akampa fundi hekima, akaanza kufanya vitu kwa namna ya ustadi. Hadi akifanya kitu hivi, hiki ni kiwanda au ni kitu gani? Ni Roho Mtakatifu yuko kazini. Roho ya hekima yuko kazini. Ninaamini